Viongozi wateule wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa wapitishwa rasmi. Irani yajibu mashambulizi ya Marekani na Israeli baada ya mataifa hayo kuishambulia Irani hivi karibuni. Na kwa upande wa michezo na burudani, wadau na wapenzi wa soka mkoani Iringa wametoa maoni yao juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hujambo na karibu katika taarifa ya habari itakayosoma kwako na Ruminata Mbiani. Bunge la serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa limefanya kikao cha dharura kwa lengo la kupitisha viongozi wateule wa serikali hiyo ambao ni makamu wa rais, waziri mkuu pamoja na viongozi wengine. Abdara Iliasa anatujuza zaidi. Hatua hiyo imefanyika baada ya aliyekuwa rais wa serikali ya wanafunzi na serikali yake kuvunjwa na makamu mkuu wa chuo kikuu cha Iringa na kuteuliwa kwa viongozi wapya ambao ni Mwema Michael kupitishwa kuwa makamu wa rais na Rashidi Mdee kupitishwa kuwa waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi chuoni hapo. Baada ya uteuzi huo, makamu wa rais na waziri mkuu wamelishukuru bunge la serikali ya wanafunzi kwa kuamini na kuahidi kufanya kazi kwa uwazi na uwajibikaji pamoja na kushirikiana na viongozi wengine. Kushirikiana na yeyote, hiyo ni hulka yangu kuzungumza na kila mtu, ni tabia yangu ya ucheshi kuzungumza na kuongea na yeyote, na nipo tayari kufanya kazi nawe Mheshimiwa Spika pamoja na Mheshimiwa wabunge. Kweli mmeniamini, lakini jambo lingine, imani inaendana na utekelezaji. Hivyo basi, Mheshimiwa Spika pamoja na waheshimiwa wabunge, niko tayari kwenda kufanya kazi na mawaziri wote wateule watakaokuja. Nipo tayari kwenda kufanya kazi na bunge lako tukufu. Nipo tayari kwenda kufanya kazi na management na jumuiya ya wanafunzi pamoja na watumishi chuo kikuu cha Iringa. Kwa upande wake, mwakilishi wa kitivo cha FABEC amewaomba viongozi hao kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano, kumtanguliza Mungu katika kila jambo na kufikiri kabla ya kutenda. Naomba kwa viongozi ambao wameingia madarakani serikali yetu mpya wawe na umoja na ushirikiano, lakini pia katika kila jambo ambalo wanakwenda kufanya wamtangulize Mungu na wakae watafakari kabla ya kutenda, ili kusudi makosa yasije yakatokea kama ilivyotokea serikali ya hapo awali. Shukrani sana Iliasa kwa taarifa hii. Na mtazamaji, taarifa yake Iliasa inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Simon Wasura. Irani imetishia kujibu vikali mashambulizi ya Marekani na Israeli baada ya mataifa hayo kuishambulia jamhuri hiyo ya Kiislamu siku kadhaa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Bwana Ismail Baghaei amelaani mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ni uhalifu wa wazi na kuahidi kuwa Israeli na Marekani zitapewa fundisho la kihistoria. Irani imeendelea kusema kuwa wanafunzi 57 wa shule ya msingi wameuawa katika mji wa kusini wa Hormozgan, huku ikiwataka wakazi wa Tehran kuondoka katika mji huo. Vilevile, Baghaei ametoa wito kwa Baraza la Umoja wa Mataifa kuitisha haraka mkutano wa dharura ili kutathmini misimamo ya nchi zingine. Urusi imelaani mashambulizi hayo na kuyataka kuwa raia wake kuondoka nchini Iran mara moja. Israeli imesema itaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Irani kadri itakavyohitajika ili kutokomeza uwezo wake wa nyuklia na silaha zingine. Asante sana Simon kwa habari hiyo. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tuungane naye Joseph Kimwicha katika habari hizo. Mara baada ya kutamatika kwa mchezo wa dabi kwa sare ya bila kufungana, mchezo ambao ulikutanisha klabu ya Young Africans dhidi ya klabu ya Simba Sport ulichezwa katika uwanja wa New Amani Complex hapo jana Machi mosi. Wapenzi na wadau wa soka kutoka mkoani Iringa wamekuwa na maoni mbalimbali juu ya mchezo huo. Wakizungumza kwa mitazamo tofauti, baadhi yao wameeleza makosa yalionekana katika mchezo huo na baadhi yao wameeleza utofauti wa mchezo huo na michezo mingine ya dabi. Yanga mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu
tulichokiona jana tofauti na ambacho tumezoea ukiona kama mashabiki wa Yanga. Timu yetu ilikuwa inacheza chini ya kiwango sana, lakini pia tofauti na dabi nyingine ambazo zimepita, muda wote tulikuwa tunashambuliwa sisi. Kweli matokeo hayakuwa rafiki sana kwa upande wetu, maana tushazoea mtani ni kibonde wetu. Sasa kilichotokea jana kimetusurprise kwa kweli. Match ulikuwa ni mchezo mzuri sana katika mchezo ambao wa dabi ulishawahi kuchezwa katika ile sita iliyopita, Simba wote walofungwa. Huu jana ulikuwa ni babu kubwa kwa sababu timu zote mbili zilikuwa na composure, zilionyesha ni kitu gani wanacho, maingizo mapya yalionyesha. Kiangalia Simba huyu Aura Unagwe alionyesha sana, ni waliperform. Yanga pia wachezaji wao maingizo mapya yalikuwa ni mazuri, watu waliperform. Kwa upande mwingine, wadau hao wametoa rai zao juu ya shirikisho la mpira wa miguu la Tanzania TFF ili kuweza kupunguza baadhi ya makosa yanayotokana na uzembe wa waamuzi wa michezo ya dabi. Marefari watoke nje, wanakuwa bora zaidi kuliko wanaotoka ndani. Hawa watu tuliowazoea tu maana wanaumiza. Tunashauri TFF waweze kuangalia kitu. Basi hivi turudishiwe marefari 6 uwanjani ili tuweze kucheza mpira ambao utakuwa na hadhi ya nchi ya Tanzania. Hayo ni maoni ya baadhi ya wadau pamoja na wapenzi wa soka kutoka mkoani Iringa wakielezea juu ya mchezo wa dabi ambao ulichezwa jana katika uwanja wa New Amaan Complex kule Zanzibar. Nikipoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Joseph Kimwecha, UoI Digital. Shukrani sana Joseph kwa habari hiyo. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwa Zaituni Mustafa. Habari mtazamaji wa UoI Digital. Karibu katika kipengele cha msamiati wa leo. Na leo katika kipengele cha msamiati tumekuandalia neno kitapo. Je, unaelewa nini kutokana na neno kitapo? Twende tukaangalie wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wanaelewa nini kutokana na neno hili kitapo. Unaelewaje neno kitapo? Kitapo ni neno ambalo nalifahamu, nimeshawahi kulisikia na nalitumia pia sehemu mbalimbali. Kitapo ni hofu. Kitapo ni ile hali ya mtu kutetemeka. Yaani ni hali ya mtu kuogopa kutetemeka ambayo inasababishwa na hofu. Mara nyingi sometimes mtu anaumwa au ana baridi. Unaweza kututungia sentensi yenye neno kitapo? Yes. Mfano wa sentensi yenye neno kitapo, na rafiki yangu mmoja anaitwa Flora. Yeye huwa ana kitapo sana anapokuwa na present. Unaelewa nini nikikwambia neno kitapo? Kitapo ni neno la lugha gani? Na nakuuliza wewe, ni la Kiswahili? Ni la Kiswahili? Sifahamu kuhusiana na. Tutungie sentensi yoyote ukiweka neno kitapo. Sentensi yoyote. Mfano, baba alikwenda shambani akakuta kitapo. Mtazamaji wa UoI Digital, hao ni baadhi ya wanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kutoa maana ya neno kitapo. Maana ya neno kitapo ni ile hali ya kutetemeka, aidha kwa baridi, hofu ama ugonjwa. Nami ni kuache na sentensi isemayo, Hamisa kupata kitapo wakati wa mawingu makali. Langu jina ni Zaituni Mustafa, bibi msamiati. Asante sana Zaituni kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murwa kabisa, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati kitapo. Nami nakuacha na sentensi semayo, Mariamu alikuwa kitapo sana aliposimamishwa na mwalimu mbele ya wanafunzi wenzake. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Rumina Tambiani. Asante na kwaheri.